Tuesday. Jumanne. Hongereni sana wote mliozaliwa siku ya Jumanne. Hongereni sana kwa wote ambao mmezaliwa siku ya leo. Jumanne. Jumanne inaongozwa na sayari ya Mars. Jumanne inaongozwa na siku ya Mars. Kwa hiyo kama wewe umezaliwa siku ya Jumanne, hajalishi ni saa ngapi, lakini umezaliwa siku ya Jumanne, unaongozwa na sayari ya Mars. Kama tunavyojua, Mars ni sayari ya vita, ni sayari ya majasiri. Kwa hiyo wote ambao umezaliwa siku ya Jumanne, nyie ni majasiri sana. Hongereni sana. Utajuaje kama wewe unahusika na siku ya Jumanne? Utajuaje kama wewe unahusika na sayari ya Mars? Kwa majina, wale ambao majina yao au herufi zao za mwanzo zinaanza na herufi hizi hapa A, M, Y, wewe unahusishwa moja kwa moja na sayari ya Mars na unahusishwa moja kwa moja na siku ya Jumanne. Kama wewe umezaliwa tarehe 9, kama umezaliwa tarehe 9, pia una vibration ya namba inayohusisha siku ya Jumanne. Kama umezaliwa tarehe 9 au kama jina lako zima lina vibration ya namba 9, wewe una nguvu ya Mars. Wewe hii siku ya Jumanne na kuhusu sana. Itumie vizuri siku ya Jumanne, kufanya mambo yako, itakurahisisha sana kufanikiwa. Kama herufi zako za mwanzo ni A, M, Y, basi unahusika na sayari ya Mars na siku yako nzuri siku ya Jumanne. Lakini pia kama una herufi za mwanzo H na T, pia wewe unahusika na sayari ya Mars na siku yako nzuri sana ni Jumanne. H au T unahusika sana na sayari ya Mars na siku ya Jumanne. Sasa utofauti ni masaa. A, M, Y kuanzia saa 1 mpaka saa 7 ni muda wako mzuri sana. H na T kuanzia saa 8 mpaka saa 2 usiku ni muda wako bora sana. Unaweza kufanya majambo yako katika huo muda, unaweza kuanzisha jambo lako lolote katika huo muda, unaweza kusafiri katika huo muda, kwa sababu ndio siku yako bora sana. Na watu wote ambao wana vibration ya namba 9, mfano mtu ambaye amezaliwa tarehe 18, huyu pia anaingia katika siku ya Jumanne na anaongozwa na nguvu za Mars. Kama umezaliwa tarehe 18, umezaliwa tarehe 9, pia unahusika hapa. Alafu pia kwa wengine ambao wanahusika sana na siku ya Jumanne, ngoja nichimbe deep hapa ili nikupe full details, ili unapofanya mambo yako usipate tabu kabisa. Uishi katika mfumo na ramani iliyokamilika. Tuesday, Jumanne ni siku ya 3 ya juma, kuanzia Jumapili ambayo ni siku ya kwanza, Jumatatu siku ya pili, alafu Jumanne inakuwa ni siku ya ngapi? Ya 3, ambayo inaongozwa na sayari inayoitwa Mars. Mars ni sayari ya ngapi kutoka kwenye jua? Mars ni sayari ya 4 kutoka kwenye jua. Mpangilio wake ambao tunasema sayari ya kwanza ni Mercury, sayari ya pili ni Venus, sayari ya 3 ni Earth ambayo ni dunia, na sayari inayofuata ni Mars. Vibration ya numerology au vibration ya Mars ina namba 9.
Kwa hiyo namba 9 huwakilisha nguvu ya ujasiri, ushindani, hatua na mapambano. Rangi zinazoongozwa na Mars, rangi zinazoongozwa na Mars ni nyekundu au nyekundu iliyokolea, dark red. Nyota zinazoongozwa na Mars wana hizi nyota. Kuna nyota ya kwanza ambayo ni Aries au nyota ya punda. Nyota ya pili ni Scorpio au inaitwa nyota ya nge. Nyota ya Aries ambayo ni nyota ya punda, muda wao ni saa 1 mpaka saa 7. Nyota ya nge ambayo ni Scorpio, muda wao ni saa 8 mpaka saa 2 usiku katika siku ya Jumanne. Kwa hiyo siku ya Jumanne itumieni sana vizuri. Sifa za watu wa Jumanne, upande wa mwanga, upande wa positive, ni majasiri sana. Ni watu wanaojiamini sana. Sawa, ni wapambanaji mno, ni viongozi wa asili, ni wenye nguvu za kufanya maamuzi. Upande wao wa giza, upande wao wa negative, dark side ya upande wao, mara nyingi huwa wana hasira za haraka. Ni wakaidi muda mwingine, wanapenda ugomvi muda mwingine wanapapara, kutaka kushinda kila wakati. Herufi zinazohusishwa na namba 9 au zenye vibration ya namba 9 ni I na R. I na R pia wanaingia katika hii siku ya Jumanne na wanaongozwa na sayari ya Mars kwa sababu namba yao pia ina vibration ya namba 9. Kwa hiyo I na R wanaingia hapa. Kwa hiyo tukiangalia katika herufi tuna A, M, Y, alafu tuna H, tuna T, alafu tuna I na R ambao pia wana vibration namba 9. Sawa. Jumanne, kwa kifupi, Jumanne inaongozwa na sayari ya Mars. Ni siku ya 3 ya juma, ni sayari ya 4 kutoka kwenye jua, ina vibration namba 9, rangi yake ni nyekundu. Nyota zinazoongoza siku ya Jumanne ni Aries au nyota ya punda, ni Scorpio au nyota ya nge. Sawa. Maana ya siku ya Jumanne, Jumanne ina maana gani? Jumanne katika unajimu wa jadi inaongozwa na sayari ya Mars, sayari ya nguvu, ujasiri, mapambano na hatua. Ni sayari ya 4 kutoka kwenye jua, inahusishwa na moto, shauku, ushindani na uongozi. Vibration namba 9. Rangi kama tulisema ni nyekundu. Siku ya watu wenye uthubutu, nguvu na kupigania malengo, roho ya ushindani, ujasiri, uongozi, moyo wa kusaidia wengine, nguvu ya kuvumilia changamoto, maono makubwa. Ingawaje upande mwingine kama nilivyosema wana hasira, wanapapara, ni wakaidi, wanapenda mabishano, kutaka kutawala wengine. Kwa hiyo vibration namba 9 inahusisha sana na hizi nguvu. Sasa namba ambazo zinaendana au namba 9 mara nyingi huwa inaendana na baadhi ya namba, inaendana na baadhi ya vibration namba. Moja wapo ni namba 3, ambayo hii namba 3 inahusishwa ubunifu, mawasiliano na msukumo. Inaendana pia na namba 6 ambayo ni upendo, uwajibikaji na usawa. Inaendana na namba 9 pia ambayo ni nguvu zinazofanana na maono makubwa. Inaendana pia na 1 ambayo ni uongozi na hali ya mafanikio. Kwa kundi maarufu zaidi ambalo linaendana ni namba 3, namba 6, namba 9. Kwa maana ipi? Ni kwamba watu waliozaliwa tarehe 3, watu waliozaliwa namba 6, watu ambao wamezaliwa tarehe 9 au watu waliozaliwa tarehe 1 pia wanaendana sana na namba 9, au wanaendana sana na watu ambao wamezaliwa siku ya Jumanne. Au kama jina lako zima lina vibration namba 3, au kama jina lako zima lina vibration na namba 6, au kama jina lako zima lina vibration na namba 9, au kama jina lako zima lina vibration namba 1, wewe unaendana sana na watu waliozaliwa Jumatatu au wanaoongozwa na sayari ya Mars. Nadhani naeleweka vizuri. Kwa hiyo
Hongereni sana wote ambao wamezaliwa siku ya Jumanne. Itumieni sana vizuri siku ya Jumanne. AMY, watu ambao wana hayo majina wana nguvu ya moto, lakini HT au wana nguvu ya maji, kwa sababu utofauti ni kwamba kuanzia saa 1 mpaka saa 7 mchana, hapa nguvu inayoongoza ni nguvu ya moto. Kuanzia saa 8 mpaka saa 2, hapa inayoongozwa ni nguvu ya maji. Kwa hiyo hapa Jumanne kuna nguvu ya moto na kuna nguvu ya maji. Kwa hiyo wote wanaongozwa na sayari moja. Nadhani mmeshanipata na mmeshanielewa deep now. Kama nilivyosema, wanaongozwa na nyota ya punda, wanaongozwa na nyota ya nge. Ni vizuri kujitambua ili kuweza kufanya mambo yako kirahisi, kwa sababu hii itakusababisha wewe uweze kufanya mambo yako yaende unavyotaka. Sawa? I am Nuru, mimi ni mwanga uelewa, na kusaidia kusoma best chart yako, kusoma future yako, kusoma ramani yako. Unaweza kunipata kupitia mitandao yangu ya kijamii Nuru Spiritual Guidance au Sauti ya Hekima, lakini pia unaweza kunitafuta kwa namba 0715047591. Nitaweza kukusomea best chart yako, ramani yako ya maisha, mapitio yako, ufanye kipi na kipi usifanye, uishi wapi na usiishi wapi, udhaifu wako, strongest yako, uoe nani, ushirikiane na nani, ufanye kazi gani, ufanye biashara gani usifanye, kitu gani ukifanya kinaweza kukuangusha na kitu gani ukifanya ni rahisi kutoboa kiwepesi. So ukijua ramani yako itakurahisishia kufikia hatima yako vizuri bila kupoteza muda. Mtafute uweze kusaidika. I am Nuru, mimi ni mwanga uelewa. Kwa kuongezea sana au kwa kukujazilizia nyama hapa, wewe ni kiongozi. Jitambue, wewe ni kiongozi, wewe ni jasiri, wewe unaweza kusaidia, una nguvu ya kuvumilia changamoto, una maono makubwa. Sawa? Ila sasa jitahidi kucontrol, kwa sababu wewe una hasira za haraka. Alafu muda mwingine unakurupuka, unapapara. Muda mwingine unakuaga mkaidi. Muda mwingine unapenda mabishano, kutaka kutawala wengine. Sawa? Kwa hiyo ukisha jua hayo madhaifu yako, basi jicontrol. Sawa? Jicontrol ili uweze kuishi vizuri na watu wengine. Sawa? Tumia nguvu yako ya uongozi, tumia nguvu yako ya ujasiri kufanya mambo makubwa. Sawa? Pia watu ambao wamezaliwa tarehe 9 inawahusu hii siku na wanaweza kuwa na sifa hizi. Watu ambao wamezaliwa tarehe 18, watu ambao wamezaliwa tarehe 27 pia wanahusika moja kwa moja na vibration namba 9. Sasa kila namba mara nyingi huwa ina maana yake. Kwa mfano, watu ambao wamezaliwa tarehe 9 mara nyingi hawa wana huruma, wana hekima, wana uongozi wa kiroho, kutumikia wengine, kukamilisha mizunguko, sawa, ya shughuli zao. Sawa? Hao waliozaliwa tarehe 18 wana nguvu ya mazi ambayo imechanganyikana namba 1 na namba 8. Wana uongozi ndani yao, wana mamlaka na mapambano ya hali ya juu. Wanapata mafanikio baada ya changamoto. Lakini pia upande wao wa giza au negative, wana kiburi, wana hasira. Mara nyingi wanajihusisha sana na migogoro. Watu ambao wamezaliwa tarehe 18. Hao waliozaliwa tarehe 27, hapa tunapata ni 2 pamoja na 7. 2 ambayo inamaanisha nguvu ya mwezi na namba 7 ambayo inamaanisha Neptune, mambo ya kiroho. Kwa hao watu wana intuition kali, wana hekima ya ndani, wana uwezo wa kufundisha na kuongoza. Lakini upande mwingine, upande wa giza, upande wa negative, mara nyingi huwa wanapenda kujitenga, wana mawazo mengi, wana hisia nzito. Kama tulivyosema, namba zinazoendana na vibration namba 9, namba 3,
ambao ni ubunifu na mawasiliano, au watu ambao wamezaliwa namba 3 au watu ambao kwenye majina yao wana vibration namba 3 ambao ni ubunifu na mawasiliano, namba 6 ambao ni upendo na uwajibikaji, namba 9 ambao ni nguvu zinazofanana, namba 1 ambao ni uongozi na uthubutu. Kwa hiyo kundi maarufu sana ambalo linaendana na hawa watu ambao wamezaliwa Jumatatu au wana nguvu ya Mars ni namba 3, ni namba 6 na namba 9. Sayari ya Mars, rangi nyekundu. That is Tuesday. Hongereni sana mliozaliwa siku ya Jumanne. I'm out. Sauti ya hekima.